Hadithi: Mfalme wa chuma na mwamba mkali. Katika enzi za kale, kulikuwa na ufalme wa Asteria, nchi yenye milima mikali na misitu minene. Watu wake waliishi kwa amani chini ya mfalme mwenye hekima, lakini miaka mingi iliyopita, vita na dharau vilivunja ardhi yao. Mfalme mpya, Mfalme Drakon, alikuwa na tamaa isiyo na kipimo. Aliwapiga adui wake wote na kuwazuia wakoloni kutawala. Lakini kulikuwa na siri kubwa ndani ya ngome yake ya chuma. Talos, mnyama wa chuma. Jitu kubwa lenye miili ya shaba na nguvu kubwa kuliko ya binadamu yoyote. Talos alikuwa amelazimishwa kutumikia mfalme kama silaha ya vita. Hakuweza kuchagua. Hakuweza kujua uhuru. Muda mchache kabla ya mapigano makubwa, kulikuwa na kushtukiza kwa jioni ya mchezo. Katika uwanja wa michezo mjini Asteria, palikusanyika maelfu ya watu kutazama shujaa mpya, Amara, msichana jasiri aliyekuwa amekuwa akiwa amefungwa chumwani tangu utotoni. Hakuna aliyemjua mpaka usiku mmoja alipoinuka akapigana na wapiganaji wa mfalme bila kuogopa. Akavunja vikwazo vya chuma kama ni majani tu. Lakini kulikuwepo na ngome kubwa zaidi, Talos mwenyewe. Mfalme Drakon aliamua kumtumia Talos kuua kila anayeasi dhidi yake, hasa Amara. Ilipofika dakika ya mwisho wa mechi ya uwanjani, Talos alitekeleza agizo la mfalme kuingia uwanjani. Giza likapata giza, heka ikasikika, watu wakaanza kupiga kelele. Amara alimtazama Talos akiwa amesimama kando ya uwanja. Aliona uzito wa chuma, macho ya moto na alisisimka. Sio tu kwa hofu, bali pia kwa huruma. Alijua Talos hakukuwa adui wa kweli. Alikuwa artifakti aliyejengwa bila uwezo wa kuchagua. Talos, Amara alipiga kelele kwa sauti ya upole. Sio lazima tufunge adui. Ikiwa una roho ndani yako, chukua uhuru wako. Kwa mara ya kwanza, Talos hakuendana tu na maagizo ya mfalme. Alilia kwa sauti ya chuma iliyokuwa kama mlio wa dhahabu ukionyesha uchungu. Mara moja, kipande cha taa kiling'ara uso wake, kama mbingu yenye mwangaza, na hatua yake ilabadilika. Kwa nguvu isiyo ya kawaida, Talos akageuka dhidi ya mfalme mwenye kiburi, akavunja mnara wa chuma na kusababisha mvutano mkubwa. Watu walifanya msongamano kuelekea wazi. Mfalme Drakon alijaribu kutoroka, lakini moyo wa Asteria ulishangaza. Uaminifu na upendo waliweza kutimiza hofu yake. Hatimaye, Talos alikuwa shujaa wa kweli, na si adui tena. Alilinda ardhi dhidi ya ukandamizaji, na Amara akakuwa mfalme mpya, mwenye huruma, hekima na matumaini kwa Asteria yote.